Wakulima wa mhogo eneo la Pwani wamekuwa wakihangaishwa na ugonjwa wa mchirizi kahawia pamoja na wadudu waharibifu. Ni jambo ambalo limekuwa likiwasababishia hasara kubwa na kuwakosesha mapato. Katika kaunti ya Kilifi, mashamba ya majaribio ya mhogo ulioboreshwa vinasaba yanazidi kuvutia msisimko mkubwa, huku wakulima wakifuatilia kwa karibu mafanikio yake na kutathmini uwezo wa kuongezea mavuno na mapato. Dennis Otieno anaangazia hayo katika kilimo cha mihogo ya GM wiki hii. Licha ya uwezo wake wa kustahimili ukame, wadudu na magonjwa bado husababisha hasara kubwa kwa wakulima wengi wa mhogo katika ukanda wa Pwani. Ile mwaka wa kwanza nilikumbana na magonjwa, mpaka nilipoanza kuvuna mhogo nilipoteza kila kitu kwa sababu ilikuwa imeingiliwa na ugonjwa ile brown, so nikapoteza kila kitu, mbegu pamoja na roots zake. Hizo challenge zinatukumba sana kwa mambo ya mbegu ile mihogo ambao haiwezi kupandika tena, sababu ile virus ikiweza kumea katika ama ikisambaa katika ule mhogo, basi ule mhogo mzima hautambuliki. Katika mashamba ya majaribio eneo la Mtwapa, kaunti ya Kilifi, kilimo cha mihogo iliyobadilishwa vinasaba na ambayo inajulikana kama kinga kuu kinaonyesha kunawiri. Aina hii ya mhogo imebuniwa ili kukabiliana na ugonjwa wa mchirizi kahawia, ugonjwa hatari unaoshambulia mizizi ya mihogo na kusababisha ukungu ndani ya mhogo. Tuko na variety ama aina 8 ya mhogo yenye tumeboresha na tunaita kinga kuu, na tumedhibitisha kuwa uko na mazao mingi na uko na manufaa mengine kama high starch content na pia high dry matter content. Ile concern wameweza kusema ni kuwa hii cassava yenye huwa wanapanda ina magonjwa na sana sana huwa wanapoteza mazao yote shambani. Ikilinganishwa na mihogo ya kawaida, mhogo wa kinga kuu una uwezo mkubwa wa kustahimili wadudu na magonjwa. Baada ya miaka iliyojaa hasara tele, wakulima wengi sasa wanaanza kufikiria upya kilimo cha mhogo kwa kutumia teknolojia ya GM. Nimepata picha ya kwamba mhogo sasa itakuwa inapatikana ile ambayo sasa imethibitishwa kwamba ni mzuri na ni haina ile magonjwa ambayo pengine ingeweza tena kunifanya nirudi pale pale kwa zile changamoto. Manake mimi nina shamba yangu nilikuwa nimeamua kupanda hata ekari 8 nzima, lakini ile kiangazi cha mwaka jana ikanitatiza, lakini sasa nimejitolea. Kama itahalalishwa na ipite na iwe sawa kwa wakulima wetu, basi hii mbegu itakuwa ya manufaa, manake itazidisha mazao ya wakulima wetu, na mbali na hivyo tunasema ni kilimo biashara. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen.